Naitwa Elizabeth Makoba, mkazi wa Tambukareli Lelini. Mvua zilizonyesha ziliathiri vitu vyangu, viliondoka, magodoro yangu yakalowana, vyombo, nguo vikaloa matope, nyumba ikajaa matope. Ndio kitu kilichoniathiri. Mifugo yangu ikaenda, kuku. Rai yangu ni kwamba serikali tuangalie sisi wa bondeni, kama kuna uwezekano wa kuhama watuhamishe, kama kuna uwezekano kutengenezea miundombinu watutengenezee ili tusipate tena kuathirika. Naitwa Omari Mpinga, mkazi mtaa Kambarage. Ilirasi vibaya sana. Kwa kweli maji yalizidi kiwango jinsi ilivyokuwa miaka yote ya mafuriko yanayopitaga hapa. Ya mwaka huu ilikuwa ni mageni. Niliwahi kuona hata safari moja kutoka sababu tangu ni mwaka 92 hapa niliwahi kuona maji kama haya. Huwa ni maji ya kawaida, lakini safari ndio ilinishinda kabisa. Alifika hadi kwenye mabega. Kuku walikufa 5, 6 wakaenda na maji. Alafu na banda la kuku, nyumba tu ikawa imeanguka. Kwa ushauri wangu, serikali tufikirie itutoe tu hapa sisi. Kwa ushauri wangu rasmi kabisa, serikali tufikirie kututoa hapa. Kwa sababu hata tutengeneze miundombinu, maji yameelekeza mengi sana kwenye mto huu. Ibanda ni mto huu, huku ni mto huu. Angalia tu mdomo ule pale, angalia kule. Madaraja juu yako 10 kiasi kidogo. Maji yote yanaelekea kwenye mto moja kwa moja huko. Majina naitwa Suzana Filipo, mkazi wa Kambarage, mwasilika wa mvua iliyopita. Mimi ninashauri waje watuangalie kama ikiwezekana. Watutoe, tuachie bonde lote liwe wazi. Tutoke kwenye bonde. Watupe huo msaada, tutoke kwenye hilo bonde. Maana tuliathirika. Singekuja mchana, ingekuwa usiku tungekufa. Maana maji yalikuwa dirishani kwa ndani, kifuani. Nyumba kati ya 20 kubomoka na pia kusababisha kifo cha mtu mmoja. Kiongozi wetu mkuu wa wilaya aliweza kuongoza timu yake ya kikosi cha zimamoto kufika mtaani kwetu na kuweza kuokoa wale watu waliokuwa wanahitaji huduma ya uokoaji. Hao watu walifika mtaani kwetu eneo la upande wa Lelini na pia upande wa huku juu niliweza kuwapokea, nikazunguka nao kwenye nyumba baadhi na wakashuhudia, wakaona hakuna mtu aliyedondokewa na ukuta au kupata madhara aina yoyote, wakarudi kushirikiana na wenzao kwa kule chini. Kwa hiyo siku ya tarehe 10 ilikuwa ni siku ya tukio kubwa kwenye mtaa wetu wa Kambarage kwa kupata na janga kubwa. Lakini tumekuja sasa baada ya hiyo taarifa, Waziri Ulega amekuja ametizama na yeye ameshaita wataalamu mbalimbali kuangalia hilo daraja na namna linavyopokea maji. Ndio maana utaona wakati amekuja kwenye ziara aliwaita watu wa Nemki, alikuwa na watu wa TANROADS, alikuwa na watu wa TARURA, alikuwa na watu wa ICGR. Lengo lake ni kuwa na timu sasa itakayokaa chini na kufanya upembuzi yakinifu, kufanya tathmini ya kujua hivi kwa nini maji yamekuwa mengi. Ni hili tuta la ICGR au pengine daraja letu linatakiwa liwe na madaraja mengine makubwa zaidi? Hivi changamoto ni nini? Huko wameharibu wenzetu mazingira, maji yanapita holela, au ni kwa sababu sisi tuko bondeni na maji yanapita hakuna mtaro, matokeo yake yanasambaa kwa watu, si ndio jamani? Kwa sababu hili ni bonde, tuseme ukweli maana wote hapa tusipoongea ukweli tutakuwa tunadanganyana. Hili ni bonde la mpunga, si ndio ukweli? Maana ukitaka kutibu kitu lazima ujue unaumwa wapi. Sasa bonde la mpunga hapa, mnajua wote wazazi wetu walikuwa wanalima, lakini mnajua sisi wenyewe tulisema tukishahamia maji yatafanya nini? Maji yatatuondoka, maji huwa yanakimbia nini? Si ndio tunasemaga hivyo? Maji yanakimbia watu. Kwa hiyo ni bonde. Kwa hiyo hapo wameshirikishwa na watu wa bonde, wameshirikishwa na watu wa mazingira. Hivi leo ninavyozungumza, pamoja na taarifa tuliyoipeleka kwa waziri mkuu, kamati hiyo iko kazini sasa. Wanafanya tathmini ya kina ili wao sasa walete ushauri kwa serikali. Nini kifanyike hapa? Tuwalipe fidia muondoke, mkatafute maeneo salama mkakae, tufanye hivyo. Si ndio jamani? Je, mnastahili fidia kweli? Tathmini itasema, si ndio? Maana kuna mahala pengine labda walishafidiwa wakaambiwa hapa msikae, ukakuta kuna waliong'ang'ania kukaa. Je, hapa wanastahili fidia? Taarifa itasema nini? Itasema kweli hawa wanahitaji fidia. Je, walishafidiwa na walishaelekezwa kutoka, pengine wao ndio wamekatalia hapa, watasema.